bwana alipewa miezi 8 hajakamilisha. Saa hizi kaongezewa mpaka tarehe 30 mwezi wa 6. Na mwezi wa 6 leo hii ni tarehe 5. Kwa hiyo zimebaki siku 25. Tumekubaliana ndani ya wiki mbili atakuwa ameshamaliza kazi, ameshatimia daraja letu kumaliza. Kwa sababu fedha tumeshamlipa. Tunategemea ndani ya wiki mbili atakuwa ameshakamilisha daraja. Baada ya kukamilisha daraja na wiki mbili nyingine kwa ajili ya kukamilisha barabara yetu kuingia na kutoka. Ingawa hatutafungua barabara mpaka baada ya siku 28 kutoka siku ya kuingia daraja. Kisha mwaga endelee kai siku ngapi? Siku 21. Siku 21. Kwa hiyo zinabakia siku, yaani tukisha mwaga tunaendelea na barabara pili ya pembeni. Yaani sawa. Labda mimi niseme kitu kimoja. Wakandarasi wengi sana wanaona raha sana tunapoambiwa umepewa muda wa nyongeza. Yaani badala kumaliza muda ambao umepewa, unasema unasubiria neno hilo umepewa muda wa nyongeza. Hii ndio inaturudisha nyuma. Na watu kwa sababu wao hawana uchungu na wananchi wenyewe, na kwa kuwa wao wenyewe wanakaa mjini, wanaishi huko, wananchi huko ndio wanaojua umuhimu wa daraja. Lakini sio nyie. Kwa sababu nimeona pale watoto mnavyoishi, ndugu zanguni, wewe ni Mtanzania, wewe si mkandarasi mzawa. Hebu oneni uchungu kwa kuangalia wananchi wenzenu wanaoishi huku. Yaani ungekuwa wewe una bibi yako, una mama yako, una babu yako, una mama yako mzazi, anapita hapa kila siku anaona daraja likamiliki, na wakati wa masika mtu anaogopa, na daraja wakati mwingine linaondoka na maji, watu wanabaki upande wa pili, wanajifungua na kufa. Wewe kama Mtanzania ambaye ndo mzawa unalielewa hilo? Na je, unachukua hatua gani kukamilisha hizi daraja ndani ya hizo siku 25 zilizobaki? Tunakuahidi ndani ya siku 25 zilizobakia tutakuwa tumekamilisha. Changamoto iliyopo, watu tukilipa hela, wakati mwingine hela hizi zinachepushwa. Unaenda kufanya shughuli nyingine huku, nasema kwa sababu huku ni kijijini, hawatuoni. Huku tunakaa tu. Sasa mimi nikwambie. Sasa mimi nikwambie, Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, tarehe 30 mwezi wa 6 nikuombe uje hapa. Ukifika hapa, pita kwenye daraja juu. Huku pakiwa pamefukiwa, huku upande huku na upande wa kule pamefukiwa, pita kwenye daraja juu. Na kama watakuwa hawajakamilisha, baba anakupa masaa 48, wakamate waweke mahabusu. Yaani wewe kama huyu hapo na huyo mwingine kama yuko wapi, ni mradi yuko Mtanzania tu, yuko Tanzania hapa, tutawakamata, tutaweka ndani. Tumechoka kuvumilia na kusema kwamba tunaongezea muda. Kidaraja hiki cha milioni 194 unakichelewesha. Sasa je, ukipewa ujenge madaraja makubwa wewe utaweza kukaa siku zote hizi? Si utasema niongezewe muda miaka 3? Sasa ndugu yangu, sisi hatutaki kukulaumu. Hatujui mazingira ulikuwa unapitia. Na hapa amesema kulikuwa na mvua, kulikuwa na mambo mengine. Lakini Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, hata usipopita wewe, labda utakuwa umebanwa, basi hata diwani na afisa tarafa na nani wapite hapa juu ya daraja hapo wakupe taarifa. Na kama utakuwa vipi, OCD yuko wapi sijui, utakuja kuwakamata hawa ili tuwafikishe mahakamani kwa kutucheleweshea mradi. Sheria inaturuhusu. Kwa sababu mkataba si tarehe 30 mwisho. Ikifika tarehe 30 ametucheleweshea mradi wetu, tuna uwezo wa kumshtaki. Kwa hiyo tutakuja kukukamata, naenda kukushtaki. Maana nasema haki jinai, hapa ndo tunakwenda kisheria sasa. Haki jinai tunazingatia, na wewe haki yako tunakupa. Haki yako tunakupa na haki jinai tunazingatia. Unakuja unamkamata, unaandika charge kwa kuchelewesha mradi wa serikali kwa makusudi. Alafu tunakukamata, tunakuweka mahabusu, siku ya pili mahakamani. Alafu tutakwenda kuelekezana huko kwa sababu umetucheleweshea mradi kwa muda mrefu. Hatuwezi tukakaa sisi hapa. Tatizo ni kwamba wakiona mradi huko ndani sana, wao huko wanajificha, hawatekelezi mradi kwa haraka. Matokeo yake wananchi wanateseka, wanaanza kuitukana serikali. Serikali hii haitujali, serikali hii haitujali. Kati Mheshimiwa Rais bwana anapambana kutafuta hela, zinakuja huku, kuna mijitu iko huku inajificha tu. Wewe miezi 8 umepewa, naomba tena miezi mingine. Sasa tarehe 30 mwezi wa 6. Kama sio mwenyewe Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, kwa sababu OCD yupo
na vyombo vingine vya usalama vipo, basi tutawapa haki zao za kisheria. Si tunatakiwa tuwape haki za kisheria. Na hapa mkataba wetu unaisha tarehe 30 mwezi wa 6. Marufuku kumongezea tena mkataba. Kwa majina naitwa Nawe Mafumbo. Naishi Nyarudungu. Mimi ni mkazi wa Nyarudungu. Changamoto tunayoipata wakati wa kifuku, watoto kwenda shule mpaka tukawavushe tuwarudishe. Tukiugua mpaka ukavushwe, ina maana kama maji yamejaa inatakiwa uzunguke Matemela au uzunguke Mabambila ukahudumiwe Rujewa. Kwa sisi yani imekuwa ni shida sana. Hiki kidaraja kidogo alichokuwa ametuwekea kwa kifuku kilikuwa kinafumuka. Ina maana kama wananchi watakuwa hawajafanya maendeleo ya kukitengeneza, ilikuwa ni changamoto kubwa sana. Tunashukuru Mungu, huu mradi waliokuja kuanzisha kama hutakamilika watakuwa wametusaidia sana Wananyarudungu pamoja na hivi vitongoji vingine, kwa sababu asilimia kubwa kilimo wametegemea ng'ambo. Na hawa huku wa ng'ambo, elimu pamoja na matibabu ni ng'ambo hii huku. Kwa hiyo ilikuwa ni changamoto kubwa sana. Kwanza tunashukuru sana kwa kututengenezea daraja kadogo kama haka. Kwa tunapata shida sana hapa. Kwa tunalima huko polini. Tukishafika hapa tumepakia kwenye gari tunashusha. Weka begani hadi ng'ambo ya huko. Naenda kupakia. Tena kwa hiyo walivyotengeneza daraja haka kama tusafe sana, lakini napo kalikuja kalifumuka. Kanda tulikuwa tunavusha hapo kama magunia tukitoka nayo huko tunavusha kwenye pikipiki, tunabeba begani hadi huko. Wao walivyotujengesha kwanza kikubwa ninachoshukuru. Yaani viongozi wetu wamepambana sana. Mpaka kufikia kiwango kama hicho. Wamepambana sana. Yaani kwa hapo sina cha kuambia, ila wamepambana sana. Daraja hili jipya litatusaidia sana. Yaani daraja litatusaidia sana kwa sababu tulikuwa hatuna daraja. Kwanza tulikuwa hatuna imani kama hii daraja itamalizwa. Lakini kwa watu kama hawa najua daraja itaisha.